السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم يا الله. Ikiwa leo katika mwendelezo wa ilmu na darasa zetu za ilmu ya fiqhi, tukiwa tumemalizana na mambo ya makruhati na shuruti na sunan zilizokuwa zikizungumzia katika masala ya kuoga, leo tunaangalia vitu ambavyo kwamba ni sunna, husuniwa kwa mtu kuoga kutokamana na vitu kama hivyo, ambavyo kwamba musannif rahimahullahu ta'ala ametupa unwani akisema al-akhsalu al-masnuna, vile vitu ambavyo kwamba ni sunna mtu kuoga kutokamana navyo. Akasema al-akhsalu al-masnuna kathiratun, ni vingi sana vile vitu ambavyo kwamba ni sunna mtu aoge kwa sababu ya hivyo vitu ni vingi. Baadhi wengine wamevitaja takriban 37, kama al-Imam Abdurrahmani al-Mashhur amevitaja 37 katika kitabu chake ambacho kwamba amekiita Bughyatul Mustarshidin ila 37, amezitaja kama vitu 37. Anatuambia kitu cha kwanza ni khuslu aljumua. Kwanza ni sunna mtu aoge kwa ajili ya swala ya Ijumaa. Ndo hapa pia anatuambia wa huwa afdaluha, na hii ndo bora zaidi. Yani mtu akitaka kwenda kwa ajili ya salatul Jumaa basi aweze kuoga. Na atuambia wala yusannu illa limuridi alhudhur, ni sunna kwa yule mwenye kutaka kwenda kuswali Ijumaa. Bimaana lau mtu hana suniwa ama ni sunna kwake yeye kuoga siku kama ile kwa ajili hata sunna kosho kwa ajili ya kwenda kuswali Ijumaa. Wa yadkhulu waqtu, pale ambapo kwamba alfajiri takapokuwa tu imeshaingia, alfajiri sadiq, basi ndo muda wake unapoanzia. Bimaana utakapokuwa umeoga saa 9 usiku, saa 8 na kwenda nyuma, basi itakuwa kosho lile hujapata sunna, hujapata ile asli ya as-sunna. Lakini muda wake unaisha, wayantahi bil ya'si min fi'li al-jum'a, itaisha pale ambapo kwamba utakuwa umekata tamaa ama utakuwa uendi tena kuswali ile al-Jumaa. Kwa hiyo kwanza ni kuoga kwa ajili ya swala ya Ijumaa. Lakini ya pili atuambia wa khuslu al-idain, kuoga kwa ajili ya idi mbili, ima idi ya Eid al-Fitri ama kuoga kwa ajili ya Eid al-Adha ambayo kwamba ipo mbeleni hapa insha Allah. Kwa hiyo ni sunna mtu akaoga kwa ajili ya idi. Wa illa yurid al-hudhur, hata kama mtu hutoenda msikitini kuswali idi, basi ni sunna kwa wewe kuswali ama kuoga kwa ajili ya siku kama ile. Anasema wa yadkhulu waqtuhu bi nisfi al-layli wa yakhruju bil khurub, wakati wake unaanzia gani? Nusu ya usiku ndo wakati wake unapoanzia. Ni tofauti na Ijumaa. Tumesema Ijumaa wakati wa kupata sunna ya kuoga inaanza pale alfajiri takapochomoza, lakini siku ya Idi kupata sunna ya kupata josho ama kukoga huku basi inaanzia pale nusu ya pili ama ule nusu ya usiku, bimaana kwenye mida saa 9, saa 11 na kuendelea utakuwa umepata sunna. Hapa tumeona tofauti. Siku ya Idi hata kama hutoenda msikitini, basi ni sunna kwa wewe kuoga kwa ajili ya ile siku, lakini katika Ijumaa utaona ni lazima akoge yule mtu ambaye kwamba anaenda msikitini. Wakati wake wa kuoga mwisho wake ni gani? Wa yakhruju bil khurub, pale jua litakapokuwa limezama, bimaana kwenye mida saa 1 ya jioni, basi pale utakuwa umepitwa na sunna kama hii. Kwa hiyo kisha akatuambia nyingine wa khuslu ghaslil mayit, kisha yule ambaye kwamba ameosha maiti ni sunna na yeye aoge. Yani wewe umemuosha maiti, ima umemuosha ni Muislamu wenzako ama ni kafir, basi lazima umuoshe. Sawa yule mwanamke ni haidh, sawa,
ama yule mwanamke ama mtu yuko katika, yani sasa yule aliyemuosha maiti yuko katika utohara, ataoga kwa ajili ya sunna kama hii. Ama yuko katika, ni mwanamke yuko katika hedhi, naye ataoga kwa ajili ya kupata sunna kama hii. Lakini pia vile vile wal ghuslu lil istisqa, kuoga kwa ajili ya kuomba mvua. Kuna swala ambayo kwamba hutoka watu kwa ajili ya kuomba mvua, kuna ukame, watu wanatoka kwa ajili ya kwenda kuswali salatul istisqa, basi ni sunna kuoga. Na hii wakati wake unaingia wakati gani? Limuridi salati munfaridan bi iradati salati, itaingia pale ambapo kwamba mnataka kuanza kuswali, mmekusudia kwenda kuswali, sasa pale ndio muda wake utakapokuwa umeanza. Mwisho wake utakuwa ni gani? Walimuridi haya jamaatan bi ijtimai nasi laha, na ikiwa waenda kuswali pamoja na watu, basi pale watu watakapokuwa wameanza kukusanyika kwa ajili ya jamaa, pale ndio wakati wake pia utakapokuwa umeanzia. Kisha nyingine natuambia wal ghuslu lil khusufi wal kusufi, na ni sunna pia mtu kuoga kwa ajili ya khusuf, kushikwa kwa jua, wal kusufu, na kushikwa kwa mwezi. Ni sunna kuoga kwa ajili ya vitu vile. Jua likikamatwa ama mwezi ukikamatwa, basi ni sunna basi inakuwa ni sunna mtu kuoga kwa ajili ya kosho kama hili, ambaye kwamba anatuambia khusufu lilqamar. Khusufu inakuwa ni mwezi kushikwa, na kusufu inakuwa ni jua kushikwa. Wakati wake unaanzia wakati gani? Wa yadkhulu waqtuhu bi ibtidai at-taghayyur, pale tumeanza kuona kwamba jua linashikwa ama mwezi unaposhikwa, pale ndo muda wake unapoanza. Ni sunna wewe muda wako utakuwa umeanza kwa kusuniwa kuoga. Kisha wakati wake ni gani? Wa yakhruju bil injilai at-tam, muda wake utaisha pale ambapo kwamba jua litakapokuwa limeshaachiwa, hapa ni mwezi umeshaachiwa. Bimaana hata watu wakiwa wameshaswali watu wameshaswali, maadamu jua bado hajaachiliwa, wewe pia waweza kuoga kupata sunna kama hii. Lakini atuambia wal islami al-kafiri, yule mtu aliyesilimu katoka katika ukafiri akaingia katika Uislamu, ni sunna mtu kama huyu kuoga. Ndio yeye anatuambia wayadkhulu waqtuhu bil islam, pale tu atakapokuwa ameingia katika Uislamu, basi ni sunna kuoga. Wayafutu bituli az-zaman, itapita sunna kama hii atakapokuwa ameketi sana, ameshaketi siku 2, ameketi wiki, basi tunaambia sunna kama hii itakuwa imekupita. Au bil a'rad, ama kumetokea baadhi ya mambo ikamzuia yeye kuoga. Lakini wayusannu ay yaghtasila bima'in wa sidrin, na ni sunna mtu kama huyu ameingia katika Uislamu kuoga kwa maji kisha akajisugua kwa sidri. Ama kwa sasa hivi ni sidri, baadhi ya majani ambayo kama walikuwa wakiyatumia, ambao pia hutumia watu pia katika kuosha maiti, kuoga kwa kutumia majani kama haya ambayo kutoa kwamba hutoa sabuni. Ukiwa umekosa basi waweza kutumia tu sabuni kawaida. Anasema ayunzila jami'a sha'ri badanihi illa lihyat adh-dhakari, na ni sunna kwa yule mtu ambaye kwamba amesilimu, amekuja katika dini ya Uislamu, kunyoa nywele zake zote isipokuwa ndevu za mwanamume. Yani ni sunna ukanyoa nywele zako isipokuwa kuacha ndevu tu kwa yule mwanamume. Fa in ajnaba au hadat fil kufri itama khuslan, lau yule mtu alikuwa amepata hedhi ama amepata janaba katika ukafiri wake kule, basi akiingia katika Uislamu, maana yana makosho mawili, ataoga mara mbili. Kwanza kuna kosho ama kuoga kwa wajibu ambayo ni lile la junub na hedhi, na kisha kuna la mandubu ambayo ni lile la kuingia katika Uislamu. Wayahsulani innawahuma, lakini utaweza ukapata josho moja kwa nia mbili. Bimaana ukaenda kuoga, lakini katika kuoga kwako kule ukatia ni kuondosha janaba, na pia ni sunna ya kuingia katika Uislamu, utakuwa umepata. Fa inna ahaduhuma hasala faqat, lakini ukioga moja wapo ukawa umenuia kupata tu janaba, basi utakuwa umepata kosho la janaba, tutakuwa lile la sunna ya kuingia katika Uislamu hukupata, na mfano kama huu. Kwa hiyo ni sunna kwa yule mtu ambaye kwamba amesilimu akaweza kukoga. Atuambia wa ifaqati almajnuni walmughma alayhi, na pia vile vile yule mtu ambaye kwamba ametoka katika uenda wazimu, alikuwa ni uenda wazimu, ni tahira,
akaweza kupata akili, basi ni sunna naye kukoga. Au mughma alayhi, ama mtu ambaye kwamba alizimia pia vile vile. Walilhijama, ama mtu ambaye kwamba amefanywa hijama. Hijama ni kitendo cha kutoa damu ambapo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhusia sana, ni moja katika ilaji ya maradhi mengi katika mwili wa mwanadamu. Katika kufanya hijama, basi umeshamaliza, basi ni sunna kufanyaje? Koga ni sunna. Walidukhuli almasjid, lakini vile vile ni sunna mtu akitaka kwenda kuingia masjidi ama msikitini, ni sunna. Na hapa almasjid imeletwa tunaweza tukasema hii ni al-istighraq, bi maana msikiti wote, lakini baadhi ya maulama wakasema almasjid wakipendelea kitaka kuingia Makkah ama Madina, ama Masjidi al-Aqsa. Lakini almasjid kwa kuwa ameleta hapa, bi maana ukitaka kuingia msikiti wote ni sunna ukajenga katika hay'a nzuri, maana unaenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia vile vile anatuambia walikulli lailatin min Ramadhan, lakini kila usiku wa Ramadhani ni sunna pia kwa yule mtu kuweza kukoga, bi maana kila siku moja ya Ramadhani usiku wake ukaoga, unakuwa umepata sunna. Haya ni makosho ama sunan ambazo kwamba zinakuwa ni sunna kwa mtu kuoga kwa sababu ya vitu kama hivi. Musanifu akatupeleka moja kwa moja mayuhramu ala aljunub. Vitu gani sasa inakuwa ni haramu kwa yule ambaye kwamba amepata na janaba, basi kuvifanya kwake yeye ni haramu. Tuambia yuhramu ala aljunub sitatu ashya. Kwanza ni haramu kwa mtu ambaye kwamba ana janaba kufanya vitu sita. Kwanza as-sala, kuswali, kama tulivyoelezea katika masala ambayo kwamba ametoka na udhu, yale ambayo kwamba tuliyataja katika mtu ambaye kwamba ametoka na udhu, basi anaingia kwa yule ambaye kwamba ni mwenye janaba, huruhusi kuswali, cha kwanza. Lakini at-tawaf pia vile vile huruhusi kutufu, yani ukaenda kuzunguka al-Kaaba kule hutoruhusi kwa sababu uko katika janaba. Wa masul mushafi, lakini pia vile vile kugusa msahafu ama wa hamluhu, lakini pia vile vile kugusa na kuubeba ikiwa katika janaba. Lakini walubthu fil masjid, kuketi msikitini ni haramu. Wewe una janaba ukaingia msikitini, hutaki kuswali wala hutaki kusoma Qur'an, unasema tu mimi niketi, pia ni haramu. Je, mtu akasema mimi siketi bali nazunguka, pia inahesabiwa ni katika lubth, huruhusiwi kuingia msikitini kwa ukiwa katika hali ya ujanaba. Hizi zote sana sana tulizitaja katika darasa la yule mwenye kutoka na udhu, ambayo kwamba imeongezeka wa qira'atul Qur'ani bi qasdi al-qira'a. Mtu akitoka na udhu yuruhusiwa kusoma Qur'ani, lakini si kubeba. Lakini mtu ambaye kwamba ana janaba kusoma hata ile Qur'ani kwa qasdi ya qira'a, yani kwa qasdi ya kukusudia na soma Qur'ani, itakuwa ni haramu. Vitu gani ambavyo kwamba vimevuliwa? Tukiangalia katika hamish hapa na ta'liq al-musannif rahimahullah ta'ala, akatuelezea kwamba akatwambia kwamba ai wahdaha au ma ghairiha, yani akawa amekusudia ile Qur'ani ama akakusudia na kingine. Fa in lam yaqsidha, ikawa unasoma Qur'an lakini hukusudii ni Qur'ani. Kama sasa mimi nimeshika Qur'an nasoma kisha sikusudii Qur'an, nitakuwa nakusudia nini? Ka anqasada dhikrahu, yani unakusudia kuleta dhikri. Maana kuna dhikri ambayo kama ni kubwa kama al-Qur'an al-Karim. Wewe una janaba, mwanamke una hedhi, lakini wataka kusoma dua ya kulala, wataka kusoma dua ya kuamka. Kuna dua zingine ambazo kwamba zinapita katika al-Qur'an, Allahu la ayatul kursi na mfano kama huo, basi waruhusiwa kusoma, kwa sababu utakuwa umekusudia dhikri, hujakusudia qiraa ya Qur'an. Au mawaidhahu, ama wasoma ile Qur'an kwa ajili ya mawaidha, ukusudi qiraa, ukusudi kisomo. Ama unasoma ile Qur'an kwa ajili ya kusoma qisas, zile visa vyake, hadithi zake zile. Au at-tahaffudh wa tahassun, ama unasoma ile Qur'an al-Karim lakini kwa ajili ya muraja na kuihifadhi. Basi nakwambia pia wewe ni hafidh, mwanamke umehifadhi Qur'ani, mtu ni junub amehifadhi Qur'ani, mwanamume ile Qur'ani yake akiacha iweze ikaondoka, basi mtu kama huyu anaruhusiwa kusoma ile Qur'ani ili isiweze kukimbia. Anasema walam yaqsid ma'aha al-qira'a, ama akawa hajakusudia kitu chochote, au atlaqa, ama akawa ameitwaliki, yani anasoma Qur'an lakini hakusudi chochote, pia lam yahrum, pia inakuwa si katika uharamu. Kwa hiyo ni masala ambayo kwa msanifu rahimahullahu ta'ala ameashiria katika
pointi kama hii ya ambaye kwamba ni wale ambao kwamba wamepatwa na janaba, ni mambo magani hawaruhusiwi kuyafanya. Msanifu ametutajia kwamba ni haramu mtu kuswali, kutufu, kushika ule msahafu ama kubeba, lakini pia vile vile kuingia msikitini kwa kuketi, na pia vile vile kusoma Al-Qur'anul Karim. Mpaka hapa tutakuwa tumemalizana na masala ya kuoga na udhu na masala ya maji. Darasa linalokuja moja kwa moja msanifu atatupeleka katika masala ya najasa, darasa ambalo kwamba ni kubwa na ni muhimu katika maisha yetu ya kila siku. Inshallah tuendelee kuwa pamoja katika darasa kama hizi, na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ilmu hii tufai sisi wazungumzaji na wenye kusikiliza. Innahu waliyudhalika walqadiru alayhi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.